By the way, ni Chanuo Nchakali kwa mara nyingine tena. Hivi Chanuo, mpaka sasa hivi watu wanajiuliza maswali mengi sana. Yaani umeamua kumove on kwa kiwango hicho eh? Umeamua kumove on kwa kiwango hicho eh? Kwa nani? Madem. Mimi simjui. Kweli? Mimi ndo bosi wake. Kwani sasa hivi mwanaume ambaye unamhitaji au mwanaume ambaye ulionaye ana sifa gani? Tuanzie hapo. Chanuo jamani, nitachomwa mimi na ncha. Anajiheshimu sana, ana heshima sana. Mimi napenda mwanaume anayeheshimu mwanamke. Kwa hiyo nilimuomba Mungu nipate mwanaume anayejua kuniheshimu, kuheshimu wanawake. Kwa Mungu kanipa wewe mwanaume. Yeah. Kwa maana hiyo Madebe hajiheshimu kabisa. Mimi sitaki kumzungumzia. Ila nimepata mwanaume ambaye anaheshimu wanawake. Hivi mnawasilianaga lakini kuhusiana na mambo ya watoto? Kwa nini tuwasiliane? Unasema nitakutana nao pale pale. Unawasomesha wewe? Yeah. Hata 100 pale. Sasa kama nimeweza kujifungua jamani, nashindwaje watoto wangu? Tembo ashinde na mkonga wake. Unapaka nini usoni sasa hivi? Unang'aa sana Chanuo, ushuki, unawaka waka. Napaka Riti Beauty product. Vipi kwenye upande wa maji? Maana nasikia wengi mnakunyoga maji sana, maji mengi ya baridi. Maji mimi napenda, lakini pia kitu kinachonifanya na glow ni Riti Beauty. Hivi Chanuo, kwa ambao wanakutazama hapa, kwa mtu ambaye anakuangalia wewe, najua sasa hivi Chanuo unavyomzungumzia Chanuo unazungumzia package kubwa sana. Yaani wewe ni mwigizaji ambaye umekaa kwenye vichwa vya watu ghafla na bado umetengeneza, yani una kama kundi lako fulani, yani kama una kama utukufu wako. Hebu tuambie, unaposikia neno mahusiano una feel nini kwenye maisha yako? Ni kitu kizuri sana kama utampata mtu ambaye mtaendana. Ni kitu kizuri sana kama utapata mtu ambaye mtaheshimiana. Kwa hiyo sijisikii chochote kwa sababu nimempata mtu anayeniheshimu na kunipenda kwa dhati. Vipi changamoto za hapa na pale sasa? Haikukati labda kwa namna moja, labda kuna mambo unakumbukaga unasema lakini jamani. Hapana, nipi huo muda kabisa wa kufikiria vitu vibaya. Yaani anachojali kwangu ni furaha na amani sana. Sijui huko mbele, Mwenyezi Mungu namuomba anisaidie. Ni nani huyo? Yupo bwana Mnyamwezi mmoja hivi. Maneno matamu ambayo alikwambia maneno gani? Ananiheshimu sana, ananipenda na atasimama na mimi kwa pumzi yangu yote. Moja kitu ambacho nilisikia na nikasema nitakuuliza Chanuo ni kwamba sasa hivi wewe ni miongoni mwa wanawake ambao mnatuongozwa sana kwenye DM za mitandao. Hebu nataka uniambie changamoto inavyokukata, lakini pia unaitatua vipi, unawajibu vipi, unaiendo vipi? Tuanzie hapo, tuambie kabisa ukweli, usifiche chochote. Mimi kwanza sipendi kuangalia DM kwa sababu kwa mtoto wa kike alafu kishapata tu jina kidogo, hayo mambo yapo sana. Kwa DM yangu naangalia kwa uchache sana, nikiona vitu vya maana, mtu anataka labda nifanye tangazo, ndio naweza nikamjibu. Kama mtu anakuja tu kwa maswala ambayo sielewi, sikujibu. Wangapi walijitokeza uweze kukuchukua labda ukae nao kimahusiano kwa kutumia nguvu ya pesa? Wanafika wangapi? Wanafika wangapi? Wengi sana. Tunafika hata 1000. Wengi sana. Mimi si mwanamke pia lakini. Ukubwa ilikuwa kama shilingi ngapi? Wanatoa tu madau yao. Unajua watu enela. Lakini ningekuwa nataka kuwafungulia wote na kuwapa hiyo nafasi, basi ningekuwa naongea vitu vingine. Sasa hivi namiliki vitu vingi sana, ila sio nilivyo hivyo. Najiheshimu sana, najua anakuja kwa ajili ya tamaa kwangu, kwa sio sehemu ya maisha yangu. So far sasa hivi umekomaa na jamaa. Yaani niko naye, yaani huyo baba ninampenda mpaka nasikia kama kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwa kabisa? Yaani nasikia kama akili zinaruka. Kabisa? Nampenda mno na anajua. Lakini sasa unaongozana naye kama unampenda kwa dhati? Kwa sababu sitaki watu wamuone. Kweli? Ilinitokea vibaya sana watu walivyokuwa wanajua. Watu wakijua mahusiano na mambo mengi sana. Kwa hiyo sitaki ajulikane. Hivi ni changamoto gani ambao hutajakaa usahau kwenye maisha yako? Kupitia nini? Mambo mbalimbali tu kimaisha. Changamoto ni nyingi sana. Kuna maisha huwezi kuendelea kukua kama hujapitia changamoto nyingi. Kwa hiyo napitia changamoto nyingi lakini za kibinadamu nazisolve, naendelea na maisha. Okay, tuje kwenye Kombolela. Kombolela sasa hivi inafanya vizuri sana. Wengi wanakusifia. Comment zikoje za mashabiki zako? Wanakuambia nini, wakushauri nini? Maana unakaraga mnyonge sana pa. Sasa hivi wanishauri, sasa hivi wananichamba sana. Yaani wote wanipendi sasa hivi kiukweli kwa sababu ya character ambayo naicheza sasa hivi. Ila mimi naona ni sehemu ya kazi yangu.
Kwa ile character nilopewa na bosi nimeitendea haki, ndio maana unaona. Waambie mashabiki. Nawapenda sana na ninachokicheza kwenye tamthilia ya Kombolela sio maisha yangu. Kwa wasiweke moyoni sana kwamba Chanuo anafanya hivi, Chanuo yuko, Chanuo ni mbaya. Mimi siko hivyo. Mimi nafanya tu kazi na kazi imekubalika, ndio maana wanaona hivyo. Mimi sio mchawi. Kweli? Wewe? Nasiamini. Kabisa? Yeah. Kweli. Sema bana, ni kweli kabisa ile unavyoigiza ni ukweli mtupu. Sio kweli. Yeah. Kweli. Nashukuru sana.